Basi unaweza kuchukua nafasi yako kwa dakika kadhaa. Alafu tutaenda kumwomba Mungu baada ya hapo dakika chache. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya umeme na Bwana ametubariki. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Now tutaendelea na kile ambacho tulikuwa tumeendelea siku zote. Tumekuwa tukiangalia maisha ya Yusufu na utawala, the life of Joseph and dominion. Lakini kimaalum sana siku ya leo nitakuwa ninazungumza kitu kimoja special. Nitakuwa ninazungumzia nguvu ya maarifa katika kutawala. Tutaanzia kwenye story ya Yusufu, alafu tutaenda kuangalia nguvu ya maarifa katika kutawala. Nguvu ya maarifa katika kutawala. Paza amen. Paza amen. Naomba tuanzie kitabu kile cha my God, Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tutaanzia hapo. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Amen. Maandiko yanasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati ulipokwisha kuamriwa na baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia, hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Sema ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipokuwa na miaka 17, hatujaona Yusufu akiwa mtawala. Wangapi wananielewa? Sema imani kama unanielewa. Akiwa na miaka 17, Biblia inasema Yusufu alikuwa chini ya baba yake. Alikuwa anaishi pamoja na baba yake, anaishi pamoja na ndugu zake. Sura ya 37 tunaona Yusufu anaishi pamoja na ndugu zake. Ingawa Yusufu ndani yake alikuwa na hatima kubwa, ingawa alikuwa amebebeshwa hatima ya dunia ya wakati ule, kwa sababu dunia nzima kulikuwa na njaa, lakini Misri peke yake kulikuwa na chakula. Na wakati ule Yusufu ndo alikuwa mtoa majibu wa nyakati zile. Maandiko yanasema hivi, Yusufu akiwa na miaka 17 alikaa chini ya baba yake, aliishi pamoja na baba yake, alikaa pamoja na wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote mtu anapokuwa mtoto, Mungu hawezi akamwamini na mambo makubwa. Kuna vitu vikubwa viko mbele yako, kuna hatima kubwa iko mbele yako, lakini Mungu hawezi akakuamini nayo mpaka utakapokuwa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maandiko yanakuja kuzungumza kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 na mstari wa kwanza. Maandiko yanasema mrithi awapo mtoto ni kama mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Yusufu una hatima kubwa, lakini kwa sababu ya utoto hautakuwa mmiliki. Wangapi wananielewa ninachoongea? Siku ambapo utatoka kwenye nafasi ya utoto ukaingia kwenye nafasi ya utu uzima, ndio wakati ambao utaanza kumiliki. Ukishika kinanda, shika kinanda, usinipigie kelele. You are blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasemaje? Yusufu alipokuwa mtoto alikuwa chini ya wazazi wake, na sio tu chini ya wazazi wake, baadaye anapouzwa anaenda Misri. Anaenda Misri anakuwa mtumwa akiwa nani? Akiwa mtoto. Sema akiwa mtoto. Sema tena akiwa mtoto. Pamoja na kwamba ni mtawala, ila alikuwa ni mtoto. Listen to me. Mungu hawezi akakuamini na chochote chenye heshima ukiwa mtoto.
Imagine umempa mtoto dhahabu akiwa mtoto, ukamwambia chukua hili ni dhahabu, nenda ukalitumie. Utakuta mtoto anaenda kulichezea. Zamani sisi tulikuwa na michezo inaitwa Ayeba. Siku hizi watoto wana michezo ya katuni na nini kwenye kompyuta. Zamani tulikuwa tunacheza Ayeba, basi unaweka kitu hapo au kijio, unaanza kucheza, unafanya unacheza. So in those days, imagine mtoto akapewa dhahabu, anaenda anachezea Ayeba. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa nini anachezea? Anachezea kwa sababu ni mtoto. Imagine Mungu angekupa mamlaka saa hii, akakwambia wewe ni rais, una miaka mingapi? 15, 16. So imagine unachukua pesa za serikali, unaenda kuchezea, unaenda kula, unaenda kutanua, unasema unajua mimi ni rais. Kwa sababu ni rais, na kula ninachotaka, nafanya ninachotaka. Now you will understand, even there are some people in power. Kuna watu Mungu amewapa nafasi, kwenye nafasi za uongozi. Inawezekana kwenye taasisi, inawezekana kwenye taifa, inawezekana kwenye nchi, inawezekana kwenye serikali, sehemu yoyote, lakini bado ni watoto. Na ndio maana wanalipeleka taifa kwenye utumwa, na ndio maana wanapeleka watu kwenye utumwa. Ukiona for instance taasisi fulani ina madeni, ni kwa sababu sometimes anayeiongoza ni mtoto. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa sababu ni hatima ya watoto kutembea na kuongozwa na watu wengine, kutawaliwa na watu wengine. Now nikuoneshe kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini naongea mambo mepesi yanayoeleweka. Mungu akitaka akuamini na mambo makubwa, hawezi akakupa mpaka utakapokuwa. Yusufu, kama nikikupa kiti cha uwaziri ukiwa na miaka 17, hautafanya yale ambayo unataka, hautatimiza kile ninachotaka kwa uwezo na nguvu ninayotaka. So Mungu anasema Yusufu, saa hii kaa chini ya baba yako. Anaona akili ya Yusufu na akili ya baba yake haina utawala. Unisikilize, Yakobo hakuwa mtawala. Kwa Mungu anamtoa Yusufu chini ya baba yake, anampeleka chini ya Potifa, akae awe kama mtumwa chini ya nani? Ya Potifa. Potifa ni nani? Ni mtu mwenye mamlaka ya kijeshi, ni mwanajeshi, ni mtu mwenye nguvu kwenye taifa. So Mungu anamweka Yusufu chini ya Potifa, sio kwa sababu anamtesa. Watu wengi tungesema Yusufu anateseka, Yusufu anapata shida, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Yusufu anaandaliwa kuwa mfalme, ingawa ni mmiliki. Kwa sababu ya utoto inabidi akae kama nani? Kama mtumwa. Wangapi wananielewa ninachoongea? So this is the training of God. Hii ni shule ya Mungu kwa watu ambao wanatakiwa kuwa wamiliki. Kuna mtu ambaye Mungu anataka uwe na maduka makubwa, lakini kwanza anakupeleka unakuwa muuza duka kwenye duka la mtu. Unasema sasa hivi nauza duka la mjomba wangu, kuna jamaa amenipa kufanya kazi chini yake. So unafanya kazi kwenye ile hoteli, lakini Mungu anakusudi baada ya miaka kadhaa akupe hoteli yako. Kwa nini anakupeleka hapo? Anakupeleka ili ujifunze. Pamoja na kwamba ndani yako kuna potential, kuna vitu vikubwa Mungu amewekeza ndani yako, lakini kuna mahali anakupitisha. Usiogope unapopitishwa. Paza haleluya kama unanielewa. Paza haleluya kama unanielewa. Watu wote ambao Mungu anawaandaa kuwa na umiliki, kuna mahali waga anawapitisha. Ni hatari sana ikiwa mtoto anatawala. Wangapi wananielewa? Na angalia maandiko yanasemaje. Maandiko yanasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Sema hana tofauti na mtumwa. Sema hana tofauti na mtumwa. Okay, anasema ingawa ni bwana wa yote. Mstari wa 2 anasema bali yu chini ya mawakili. Sema yu chini ya mawakili. Kwenye Kiingereza anaongea vizuri, but is under tutors and governors until the time appointed for a father. My God, my God. Yuko chini ya nani? Tutors and governors. Yuko chini ya walimu na waangalizi. Yuko chini ya watawala. Governors ni watawala. Huyu mtu anaandaliwa kuwa governor,
anaandaliwa kuwa mtawala. Nao Mungu anasema, my son, na kuandaa kuwa mtu mkubwa, na kuandaa kuwa mhubiri mkubwa, na kupeleka kwa mbembela. Kaa chini ya mbembela, jifunze kwa mbembela, jifunze neno, jifunze namna ya kuomba, jifunze namna ya kufunga. Why? Ninakuandaa, ninataka nikufanye kuwa mtumishi mkubwa. So anakuweka chini ya tutors and governors. So wakati umekaa pale, unakaa unajifunza namna ya kuomba, unakaa unajifunza namna ya kufunga siku 100, unakaa na unajifunza namna ya kufunga miezi 6. Baada ya hapo unatoka ukiwa chombo cha Bwana. Now Yusufu ni mtu ambaye Mungu amekusudia awe mtu mkubwa, lakini at this time Mungu anasema, I want to take you higher, but this is the path. Kwa hiyo anapoenda kwenye nyumba ya Potifa, haendi tu kama mtumwa, anaenda kama mwanafunzi. Maandiko yanasema yuko chini ya walimu. Wakati ule tunaona Potifa anamwambia Yusufu, kuanzia leo utakuwa msimamizi wa nyumba yangu, utakuwa msimamizi wa makampuni yangu ya madini, utakuwa msimamizi wa makampuni yangu ya mashamba, utakuwa msimamizi wa, anamuonyesha project zote, alafu supervisor anakuwa Yusufu. Kwa hiyo Yusufu anasimamia miradi yote ya mtu mkubwa kwenye taifa. Haelewi ya kwamba wakati ule Mungu anamuandaa kusimamia uvunaji mkubwa wa chakula kwenye nchi yote ya Egypt. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wakati anasimamia mashamba ya nani? Ya Potifa. Lakini kuna miaka inakuja Yusufu, utasimamia mashamba ya taifa zima. My God. So at this moment anaandaliwa kwenda kusimamia miradi ya taifa kabla hajaingia kwenye miradi ya taifa. Na ndio maana Yusufu alikuwa na confidence anapotoa recommendation kitu gani kifanyike kwa ajili ya taifa, kwa sababu ya miaka 7 ya njaa inayokuja. Anatoa mapendekezo yake akiwa na ufahamu, akiwa na akili. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? So at this moment Yusufu ana miaka 17, anatoka anaenda kwenye nyumba ya Potifa, anaendelea kuishi. Baadaye anasingiziwa kesi ya kubaka. Baada ya kusingiziwa kesi ya kubaka, anatupwa gerezani. Maandiko yanasema akapelekwa kwenye gereza la kifalme. Kwa nini anapelekwa kwenye gereza la kifalme? Kule anakutana na watu ambao wana mentality za ikulu. Anakutana na wanyweshaji wa mfalme. Anakutana na watu ambao walikuwa wanamhudumia mfalme. Wale wanaweza kumwelekeza namna ya kuongea mbele ya mfalme. Wale wanaweza kumwelekeza namna ya kubehave akiwa mbele ya mfalme. Now anaenda gerezani, sio gerezani, ameenda shuleni. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa hiyo sio kila mapito unayopitia ni Mungu anataka kuwe. Kuna mapito Mungu anakupitisha kwa sababu destiny yako ni kubwa. Na kuna mtu mmoja nimekuja kumwambia jioni ya leo ya kwamba Bwana anakuandalia mahali pazuri. Bwana anakuandalia mahali pazuri. I don't care hali unayopitia. Haijalishi hali unayopitia, haijalishi mazingira unayopitia, kuna mahali Bwana anakupeleka. Nasema tena, kuna mahali Bwana anakupeleka. Machozi yako hayatakuwa bure. Kuna wakati machozi yako yatakwisha, msiba wako utakwisha, huzuni yako itakwisha, na Bwana atakupeleka mahali panapo nafasi. Piga kelele haleluya. Piga kelele haleluya. Wow. Maandiko yanasema huyu mtu anapokuwa mtoto anakuwa chini ya mawakili, anakuwa chini ya governors. Mungu anakuweka chini ya watawala, anakuweka chini ya watu wenye nguvu. Why? Nataka ujifunze. Yusufu, nenda gerezani. Yusufu, nimesingiziwa kesi ya kubaka. Mimi nimesingiziwa kesi ya kubaka. Kumbe hapana, Mungu anakupeleka kule kwa mlango wa kesi. Kwa sababu ungeendelea kukaa kwa Potifa, ungerelax, ungefikiria kwamba hiyo ndio hatima yako. Kumbe hapana. Kuna mahali ambapo ndoto zako zilikuwa zinasema ya kwamba kuna watu watakusujudia, watu watakupigia magoti. Hiyo ndoto ili itimie, kuna mambo lazima utapitia. Kuna mahali lazima utapitia. Kama ni shule, wengine walipitia shule maalum. Unajua kuna wale watoto wa wafalme, watoto wa ungwana, wale watu wenye uwezo, waga wanasomaga special school. Kuna sisi ambao tumesoma St. Kayumba, and we know that God has got purpose for us. Pamoja na kwamba tulienda shule za St. Kayumba, lakini tunajua Bwana ana makusudi na sisi. Sema amen kama unanielewa. Yusufu hakwenda shule kama walizoenda wengine. Shule ya Yusufu ilikuwa ni practical school.
Ni shule ya matendo. Moja ikapelekwa kwenye nyumba ya Potifa, mbili ikapelekwa gerezani. Alipopelekwa gerezani, baada ya muda mkuu wa gereza akasema, kuanzia leo wewe Yusufu utakuwa ndiye mkuu wa gereza. You be in charge. Sema you be in charge. Sema wewe ndiye utakayesimamia. Kwa hiyo Yusufu anapewa kazi ya kusimamia gereza. Halafu yeye ni mtumwa, ameenda kule mfungwa, ila amepewa kusimamia gereza. Wangapi wananielewa ninachoongea? Inamaanisha kwa tafsiri rahisi, kulikuwa na viongozi pale gerezani, lakini mkuu wa gereza akamteua Yusufu. Maandiko hayajasema kulikuwa na askari wengine. Askari kweli wapo, lakini atakuwa mkuu Yusufu. Wangapi wananielewa? So kule gerezani kuna stories za kifalme zinapigwa, kuna hadithi zinasimuliwa, kuna maongezi namna ikulu ilivyo inasimuliwa. Sometimes kuna mazingira Mungu anakupitisha, anakuandaa. Mwambie jirani yako, anakuandaa Mungu. Mwambie tena, anakuandaa Mungu. Sema, haya ninayopitia ni ya kitambo tu. Bwana ananiandaa. Bwana ananiandaa. Sitakaa muda mrefu. Sitakaa muda mrefu. Bwana ananiandaa. Na mimi nimekubali kuandaliwa. Na mimi nimekubali kuandaliwa. Paza haleluya. Paza haleluya. Maandiko yanasema mstari wa 3, kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. So there is a way we are walking now. Tunaenda kama vile mambo yalivyo duniani, watu kama wanavyoteseka wengine. Lakini Mungu ametuandalia mambo makubwa. Mwambie jirani yako, Mungu amekuandalia mambo makubwa. Mwambie rafiki yako, Mungu amekuandalia mambo makubwa. Usiogope unayopitia, usiogope changamoto zako, usiogope vita zako, usiogope ukasema unaonewa. Sometimes unaweza ukafanya kazi kwa mtu, alafu ukasema mbona jamaa ananionea sana? Sijakosea hapa lakini ananifokea. Sijakosea chochote lakini nasingiziwa. No! Mungu anakuandaa. Mungu anakuandaa siku moja usije ukaonea wenzako. Usije ukaonea wafanyakazi wako. Usije ukawasema vibaya walio chini yako. Sometimes unapitia mazingira, and now Mungu anakuandaa wewe. Usije ukasema sijasoma mpaka chuo kikuu. Mungu anahitaji watu walioenda chuo kikuu ili awabariki. Listen, Mungu anahitaji watu walio tayari. Na mimi niko tayari kwenda. Haya. Leo unaniona niko hivi bro, kuna siku utanikuta kule. Leo unaniona hivi dada, kuna wakina dada wale wenye kielele cha kukataga wakina kaka kwa sababu hawana kari, hawana nyumba, hawana maisha mazuri. I want to tell you, kuna siku utapotea. Yule uliyemkataa, kuna siku utakutana naye, yuko ni mfanyabiashara mkubwa. Utakuwa unajigonga, au utakuwa kuna. Utakuwa unasema unajua nilikuwa sijui, yani Mungu mambo haya. Na ndivyo Mungu anavyofanyaga. Kuna watu ambao utakutana nao watakuwa wanashangaa, haya mambo yamewezekanaje? Haya mambo yametokeaje? Utakuwa unawaambia ni mkono wa Bwana umenitoa gerezani, umenifanya kuwa mtawala. Ni mkono wa Bwana umenitoa kwenye utumwa, umenifanya kuwa mtawala. I'm prepared for dominion. Nimeandaliwa kwa ajili ya utawala. Haijalishi elimu nilionayo, haijalishi uwezo nilionao. Nimekuja nyumbani mwa Bwana kwa sababu nimejua ya kwamba maisha yangu yameandaliwa sio kuwa mtumwa, sio kuwa mtumwa. I'm here to tell you, Bwana hajakuandaa kuwa mtumwa. Akili yako ianze kufunguka. Nimepelekwa pale kazini, nimepelekwa kwa ajili ya kujifunza ndani ya muda fulani. Na mimi nitafungua kampuni yangu, na mimi nitafungua ofisi yangu, na mimi nitafungua hoteli yangu. Na mimi nitakuwa na mashamba yangu, na mimi come on my people. Kuna mahali Bwana anakusudia uende. Usiruhusu akili yako iwe kama akili mgando, haiendi kokote. Akili yako sio kama gari bofu limepaki hapo. Akili yako imekaa iko hapo. Wewe unajiambia siku moja nitakuwa na duka kubwa kuliko hili.
Unapotembelea yale mashamba, unasema leo nalima mashamba yake, lakini siku moja ndakuwa na mashamba yangu kila mahali. Unapoendesha gari lake, unajiambia nafsi yako, siku moja, come on, ndakuwa na gari langu. Hayaya, na sio gari moja tu, ndakuwa na gari la pili, na sio gari la pili, ndakuwa na gari la tatu, na sio gari. Come on my people, kuna vitu ambavyo Bwana anakuwazia. Maandiko yanasema anajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo yaliyo mema na ya amani, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Achana na hizi za kwanza, achana na hizi za kwanza. Kuna zile za mwisho zinakuja, zile za mwisho zitajaa baraka, zile za mwisho zitajaa kicheko. Yusufu sasa hivi uko gerezani, kuna siku utalala ikulu. Hayaya, watoto wangu watakaa wananyosha miguu, watakuwa wanacheka, wanasema angalia baba yetu, angalia mama yetu. Hayaya, kuna kitu ambacho Bwana anakuwazia. Je, una uwezo wa kuvumilia? Maandiko yanasema kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Sina haraka kwenye hii safari, najua Bwana anatupeleka Tanzania, Bwana anatupeleka mahali. Don't fear what you see now. Usiogope unachokiona saa hii. Kuna mahali Bwana anatupeleka, kuna mahali Bwana anatupeleka. Haijalishi mazingira tunayoona, haijalishi hali tunazoziona, kuna mahali Bwana anatupeleka, kuna mahali Bwana anatupeleka. Bwana anatupeleka mahali. Tumekuwa watumwa, imetosha. Tumekaa katika hali ya utumwa, imetosha. Kuna mahali Bwana anatupeleka, Bwana anatupeleka. Zaburi anasema, naam, Bwana alipogeuza mateka ya Sayuni, anasema ndipo tulikuwa kama waotao ndoto. Anasema ndipo kama macho yetu oh my God. Tuangalie Zaburi, nisikoti negative. Makoraba katama marakato sheteliaba. Bwana alipogeuza mateka ya Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo vinywa vyetu vilivyojaa kicheko, vilipojaa furaha. Mahala bahata saka yadaba. Ile ndoto ya kuwa na ndoa nzuri utakuwa nayo, na ile ndoto itatimia. Inawezekana saa hii unaonekana kama hauna kitu. Nakwambia kuna siku ndoto yako itatimia. Nasema ndoto yako itatimia. Nasema ndoto yako itatimia. Kwa sababu Bwana ndiye anayejenga, kwa sababu Bwana ndiye anayekusaidia. Hautaogopa mabaya, hautaogopa mabaya, hautaogopa mabaya. Sasa hivi unakimbizwa kwa sababu unadaiwa kodi. Kuna siku moja nakwambia Bwana atakusaidia. Utakuwa na nyumba yako, utakuwa na nyumba yako, na sio kajumba. Nasema utakuwa na majumba yako, kwa sababu Bwana atakusaidia. Bwana atakusaidia. Bwana atakusaidia. I don't fear. Siogopi lolote. Bwana ndiye mchungaji wangu, nami sitapungukiwa na kitu. Kando ya malisho majani mabichi yeye unilaza. Najua Bwana ananilaza katikati ya utajiri, ananilaza katikati ya amani, ananilaza katikati ya kicheko, ananilaza katikati ya furaha. Wakati adui zangu wananiangalia, wanasema haiwezekani, najua ndani yangu ya kwamba Bwana ananipeleka mahali. Bwana ananipeleka mahali. Kwa kuwa mimi sijengi peke yangu, najenga pamoja na Bwana. Najua nitafika mahali. Kwa kuwa wao wajengao peke yao bila Bwana wafanya kazi bure, wafanya kazi bure. Najua Bwana kuna mahali ananipeleka. Piga kelele haleluya. Piga kelele tena haleluya. Yusufu usiogope. Yusufu usiogope. Yusufu usiogope. Yusufu usiogope. Usiogope kwa sababu wamekutia gerezani. Usiogope kwa sababu wamekusingizia umebaka. Usiogope kwa sababu wamekupa kesi ya ajabu. Usiogope kwa sababu watu wamekukataa. Don't fear about it. Bwana anakupitisha kwa muda tu. Haujaenda hapo ili kukaa kuwa mtumwa milele. Paza amen. Paza amen. Paza amen. Kwa kadiri unavyokuwa ndivyo unavyozidi kuwa na taarifa. Listen to me. Kwa kadiri unavyokuwa ndivyo unavyozidi kuwa na taarifa. Kinachombadili mtu aliyeonekana mtumwa kuwa mtawala ni taarifa. Na taarifa zinakuja kwa sababu ya maarifa. Taarifa zinaongeza maarifa.
Mungu anampeleka kwenye nyumba ya Potifa, anaongeza taarifa. Namna gani ya kusimamia mali, namna gani ya kusimamia utajiri, namna gani ya kusimamia makampuni. Anamweka chini ya Potifa. Baadaye anapelekwa gerezani, anaenda kwenye shule nyingine, anaenda kujifunza administration, namna ya kusimamia watu wa kifalme. Kumbuka kule gerezani kulikuwa na wanyweshaji wa mfalme, kulikuwa na watu wa mfalme wamefungwa kule, ni wafungwa wa kifalme. Alipofanywa kuwa kiongozi kule gerezani, alikuwa anaongoza watu wenye akili za kifalme. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa at this moment Yusufu anabadilishwa fikra zake, anabadilishwa namna yake ya kufikiri. Kutoka kufikiri namna ya mtumwa, anaanza kufikiria kama mtawala. So mbele yake kuna kiti kinamsubiri awe waziri. Lakini at this time Mungu anampa shule ya kusimamia watu wa kifalme. Kwa hakwenda kuwa mtawala na kusimamia ufalme wa Misri pasipo kuandaliwa. Mungu alikuwa anamwandaa. Amekaa, wafungwa wa kifalme wako mle ndani, anawasimamia. Why? Kwa sababu ya maarifa. Sema maarifa. Sema maarifa. Sema maarifa. Sema maarifa yanaongezeka kwa sababu ya taarifa. Sema maarifa yanaongezeka kwa sababu ya taarifa. Mtawala yoyote ni mtu wa taarifa. Ni mtu wa taarifa. Na taarifa zinaongeza maarifa. Mtawala yoyote ni mtu wa taarifa. Ukitaka kuwa kiongozi, uwe ni mtu wa taarifa. Make sure you gather a lot of information. Unakusanya taarifa. Makampuni yanaanzishwaje? Makampuni yanasimamiwaje? Nikitaka kuwa na kitu fulani kinaendeshwaje? Unapokusanya taarifa, taarifa zinakupandisha kuwa mtawala. Piga kelele, sema mimi ni mtawala. Sema ninapokusanya taarifa, ninapokusanya maarifa, wakati huu ninageuka kuwa mtawala. Ninageuka kuwa mtawala. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Sema za kujua nyakati. Sema akili za kujua nyakati. Kuna watu utakuwa na akili za kujua biashara. Kuna watu utakuwa na akili za kujua namna ya kuongoza kisiasa. Kuna watu utakuwa na akili za kuongoza watu katika namna ya kiroho. Kuna watu utakuwa na akili ya kuanzisha mashamba makubwa. Nao angalia hao wana wa Isakari waliokuwa na akili za kujua nyakati. Walikuwa wanafahamu majira. Angalia, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao vilikuwa watu 200, na ndugu zao walikuwa chini ya amri yao. Kwa tafsiri rahisi, maana yake hawa wana wa Isakari walikuwa ni watawala, na idadi yao walikuwa watu 200, ila walikuwa wanaongoza taifa zima. Wangapi wananielewa? Kitu gani kiliwapa nafasi ya kuliongoza taifa la Israeli? Maandiko yanasema kwa sababu walijua nyakati. Lakini namba 2, walijua mambo ya wapasayo Israeli kufanya. Kwa sababu walijua haya mambo, maandiko yanasema wakawa mbele ya ndugu zao. Na maandiko yanasema wana wa Israeli wote walikuwa chini ya amri yao. Kwenye Kiingereza na sound very well. And the children of Issachar, which were men that had understanding of times, to know what Israel ought to do, the heads of them were 200, and all their brethren were at their command. Walikuwa chini ya amri yao. Hao wana wa Isakari walikuwa wanajua. Bwana akitaka akuweke mbele, anakufanya ujue vitu. Anakutoa kwenye utoto, anakupa taarifa. Listen to me. Kinachokufanya kuwa mtoto ni kukosa taarifa. Ukimwona yule mtoto mdogo pale nyuma, ni mtoto kwa sababu hana taarifa maisha yakoje. Sasa hivi utakutana na vijana wanasoma chuo kikuu, wakipata hela wanachokijua ni kununua majinsi. Hawana taarifa maisha huku mtaani yakoje. Wakikaa kwenye majengo ya serikali ya vioni, wamekaa mabwenini mle wanacheka. Unajua kuna bumbu.
Wakimaliza wanakutana na maisha huku mtaani ni tofauti na kule. Kwa sababu gani? Hawana taarifa. Kwa hiyo wanakuwa na akili za kitoto, wana behave kwa namna ya kitoto. Kwa hiyo hawawezi wakawa watawala wa kitu chochote. Wale wajanja ambao wanakuwa na akili ndio wale Mungu anawaweka mbele. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Listen to me. Utakapokuwa unaongezeka kimaarifa, unapoanza kujua taarifa mbalimbali, watu waliokaa kwenye eneo hilo ambalo unataka ukawe mtawala watakupigaga vita. Unisikie vizuri? Kwa sababu kila unapoongezeka maarifa, kuna kitu kinaongezeka ndani yako. Maandiko yanasema mtu wa maarifa huongeza uwezo. Tutaangalia kwenye pointi kadhaa hapa chini. Wana wa Isakari walikuwa mbele ya ndugu zao kwa sababu walikuwa na taarifa. Kwa sababu walikuwa watoto, walikuwa ni watu wazima wenye taarifa. Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:11. Wakorintho wa kwanza 13:11. Nilipokuwa mtoto mchanga, na alisema kama mtoto mchanga, na alifahamu kama mtoto mchanga, na alifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Ni utu uzima unaobadilishaga mambo ya kitoto. Tayari akili yangu inajua ya kwamba napaswa kuishije. Unabadilisha mambo ya kitoto. Wangapi wananielewa ninachoongea? Unapobadilisha mfumo kutoka mfumo wa kitoto kuwa mfumo wa utu uzima, hautakubali kunyonywa. Hautakubali kutawaliwa na kuonewa. Listen to me. Tanzania sasa hivi imeamka. Tanzania ya zamani sio ya sasa. Be careful. Tanzania ya zamani sio ya sasa. Watu wana taarifa dunia inatakiwa kuendaje. Serikali, yani mtu amesoma tu na elimu yake ile inampa kujua serikali inatakiwa ilitawale kwa namna gani. Kwa namna yote serikali ikija kinyume, unakuta huyu mtu kwa sababu ana taarifa anakata utumwa. Ndio anasema msee. Na ndo pale ambapo sasa nguvu inaanza kutumika. Kwa nini nguvu inatumika? Kwa sababu kuna watu wana taarifa. Na zile taarifa zina demand uhuru. Maandiko yanasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa sababu ya taarifa na maarifa walionayo wa Tanzania, kuna uhuru wanaanza kudemand. Kuna vitu wanasema no, hiki hakipo sawa. Na kwa kadiri wasomi wanavyozidi kuongezeka kwenye taifa, ndivyo ambavyo maarifa yanaongezeka. Watu wanataka kupambanua mambo. Hii sio sawa, hii iko sawa, hapa iko sawa. So the government must be aware ya kwamba kuna watu wanapata maarifa, na kwa sababu ya maarifa wataanza kudemand freedom. Wanapo demand freedom, wanaanza kudemand nafasi ya utawala, kwa sababu maarifa ndio yanayowapandisha watu kuwa watawala. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwenye ndoa, ukiona mtu anaimiliki ndoa yake vizuri, ni kwa sababu ya maarifa alionayo. Ukiona ndoa zinavunjika, maarifa. Achana na sura. Sasa yule ana sura nzuri, ana macho mazuri, ana shape nzuri. Nao ndoa hazidumu kwa sababu ya shape. Ndoa zinadumu kwa sababu ya maarifa. Ukiona kampuni linasimama, angalia vichwa vilivyokaa kwenye hiyo kampuni. Ukikutana na vichwa vya watoto, kampuni linafilisika. Wangapi wananielewa? Ukikutana na kanisa la watoto, haliendi. Kinachofanya watu waende ni maarifa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Angalia faida, nitazungumza faida 3 za maarifa. Faida 3 za maarifa. Unaweza kuweka stroke au taarifa ulizonazo katika kukutengeneza kuwa mtawala. Mungu, nipe akili, nipe ufahamu, niwe na maarifa. Nisiwe moja ya watu wajinga wasiojua nini cha kufanya katika nyakati na majira. Nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi kwa mfano tupo kwenye transition. Even in the spirit tupo kwenye transition. Kanisa la Tanzania lipo kwenye transition. Taifa la Tanzania lipo kwenye transition. Watu wenye maarifa ndio ambao watakuwa watawala. Watu wenye nini? Narudia tena. Sasa hivi kanisa lipo kwenye transition. Kitu kitakachowafanya watu wawe watawala ni maarifa
na kujua kinini watu wafanye. Sasa hivi kwenye huu msimu kuna watumishi Mungu atawainua. Atawainua kwa sababu wamejua majira na hawajakaa kimya kwenye hayo majira. Lakini namba 2, wamejua nini watu wafanye. So kuna watu ambao watakaa kimya kwenye huu msimu. Ukiisha huu msimu, wale watu watabaki chini. Hivyo hivyo Mungu atawafanya wawe kimya. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Watakaojifanya kuwa mabubu, usifikiri kila wakati ni kunyamaza. Huu ni wakati wa kuattain position, not only in the physical, even in the spirit. Ni wakati ambao Mungu anaachilia nafasi. Generals, you will see them in this season. Watu wenye sauti na mamlaka ya rohoni na mwilini, utawaona majira haya. Kuna watu wataonekana hawana fedha, hawana mali, lakini Mungu atawavika mamlaka kwa sababu ya maarifa. Katika jina la Yesu itakuwa hivyo. Sema amen. Jambo la kwanza ni maarifa ulionayo au taarifa ulizonazo zinazokuweka mbele ya wengine. Ni maarifa ulionayo au taarifa ulizonazo zinazokuweka mbele ya wengine. Ukiwa na taarifa kuhusu masoko sehemu fulani, utakuwa mbele ya wale wasiojua masoko. Utauza sana kuliko wale wasiojua masoko. Ukiwa na taarifa za kiutawala, utakuwa kiongozi mzuri kuliko wale wasio na taarifa za kiutawala. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ni taarifa ulizonazo zitakazo kufanya uwe mbele ya wengine. Na ndio maana kila siku update your brain. Kuna wakati kompyuta huaga inataka kuwa updated. Inasema update. Utakuwa na simu, kuna application wakati zinafanya kazi zitakwambia sasa hivi update. Maana yake tunataka tufanye kazi katika ubora wa sasa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa amebaki ana features za zamani. Then Mungu anakuambia pata maarifa, update your features. Update your business. Get knowledge, update your business. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukuweka kuwa mtu wa wakati huu, anakuletea maarifa. Walimu wanaofundisha shuleni, iwe sekondari, shule ya msingi, huaga wanapelekwaga, kuna kipindi wanaenda kubrashiwa tena. Wanafundishwa kwa namna ya jamii ya sasa, kwa namna ya watoto wa sasa. Wafundisheni kwa jinsi. Wana update mitaala kulingana na akili za watu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Na kinacho update akili za watu ni maarifa. Ni hatari sana. Kompyuta yako inakwambia hebu ni update. Simu yako inakwambia ni update, lakini ubongo wako hujawahi kukaa chini ukasema update. Kwenye ndoa yako hakuna taarifa za kuupdate. So unajikuta kuna watu wanakuja juu yako. Kwa nini wanakuja juu yako? Kwa sababu hao wana current information. Wanajua nini cha kufanya sasa. Kwa nini tunajifunzaga hapa kanisani? Tunajifunza kwa sababu hatutaki kuwa nyuma. Hatutaki kuwa kanisa ambalo tunasema tu okay, nguvu za Mungu zipo. No. Pamoja na nguvu za Mungu lazima kuwe na maarifa. Maandiko yanasema nawashuhudia sana kwa sababu wana juhudi katika Bwana, lakini sio nini? Katika maarifa. Ni hatari sana ukawa na juhudi kibiashara lakini sio katika maarifa. Una juhudi kwenye siasa lakini sio katika maarifa. Una juhudi katika huduma lakini sio maarifa. Kitu gani kinawafanya watu wawe mbele? Sema maarifa. Sema maarifa. Sema nitayajua wasioyajua wengine, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yangu, naye atanifunulia, naye atanifundisha kwa neno lake, atanifanya nifahamu, katika jina la Yesu.